Mwanaume mmoja aitwaye Cole Thomas Allen mwenye umri wa miaka 31 anadaiwa kufyatua risasi katika hafla ya chakula cha jioni cha waandishi wa habari na Rais wa Marekani Donald Trump iliyofanyika katika hoteli ya Washington Hilton nchini Marekani jana usiku amekamatwa. Mwendesha mashtaka wa Marekani Jeanine Pirro alithibitisha kuwa mshukiwa Thomas Allen mwenye umri wa miaka 31 anakabiliwa na mashtaka ya kumiliki silaha na kufanya ushambulizi. Tukio hilo la kukamatwa kwa Allen lilitokea baada ya Donald Trump na mke wake Melania kuondolewa kwa haraka kutoka kwenye hafla hiyo kufuatia kusikika kwa milio ya risasi. Trump alihamishwa kutoka eneo hilo na maafisa wa Secret Service huku wageni waliokuwa na hofu wakikimbilia kujificha chini ya meza. Picha za kushtua zilimuonyesha Trump na mke wake wakiinama nyuma ya jukwaa kabla ya kuondolewa kwa haraka na maafisa wa Secret Service. Baadaye mshukiwa alifahamika kuwa anatokea maeneo ya Torrance, California nchini humo, kwa mujibu wa maafisa wawili wa sheria. Akizungumza katika mkutano wa waandishi wa habari Ikulu White House muda mfupi baada ya tukio hilo, Trump alisema mshukiwa alikuwa na silaha nyingi na alivaa jaketi la kuzuia risasi. Alimtaja mshukiwa huyo kama mtu mgonjwa ambaye alivuka kituo cha ukaguzi cha usalama na kumjeruhi afisa wa usalama. Rais huyo alisema mshukiwa atakuwa gerezani maisha yake yote, akiongeza kwa kusema kwa sasa yuko chini ya ulinzi na anahojiwa na maofisa. Trump alifanya mkutano na waandishi wa habari saa moja tu baada ya tukio hilo, akisema ni jambo la kushtusha sana. Akieleza wakati huo tukio hilo lilipotokea, mke wake alikuwa amekaa upande wa kulia na alisikia kelele zilizotokea upande huo. Rais huyo aliongeza kuwa mwanzoni alidhani ilikuwa ni sinia lililoangushwa sakafuni na mfanyakazi, lakini mke wake Melania ndiye alikuwa wa kwanza kutoa tahadhari kwamba huenda sauti hiyo ilikuwa ya milio ya risasi. Aidha, Trump amedai kuwa wakati wa tukio hilo lilipotokea, mke wake alikuwa makini sana, huku akimsifia kuwa anafanya kazi vizuri na anaipenda nchi yake. Pia ameeleza kuwa mara kadhaa mke wake alimsihi kuwa anafanya kazi ya hatari, hivyo awe makini. Maafisa walisema mshukiwa hakuwa na rekodi ya uhalifu, lakini alikuwa na bunduki aina ya shotgun, bastola na visu kadhaa. Naibu mkurugenzi wa Secret Service Matthew Quinn amesema mtuhumiwa alidharau uwezo wa walinzi wa kikosi kinachomlinda Trump na matokeo yake alizuiwa mara moja. CBS iliripoti kuwa mshukiwa huyo alidai kuwa alikuwa akimlenga Donald Trump, huku polisi wa Washington DC walisema mshukiwa alikuwa akikaa katika hoteli hiyo ambapo tukio lilipofanyika. Wakati huo huo, FBI wanaendelea kuchunguza kwa ukaribu sababu iliyopelekea mtuhumiwa huyo kuzua taharuki katika mkutano huo. Trump pia aliwashukuru walinzi wake, akidai kuwa eneo hilo halikuwa na ulinzi wa kutosha. Aisha Charles, Tifu TV.